Mambo ni vipi mwana familia wangu? Ni time nyingine poa tunajoin pamoja hapa kwenye channel yetu ya Bongo Vibe TV kuweza kubadilishana na kujuzana machache kati ya mengi ambayo yameweza kutufikia mezani kwetu, hususani kwenye anga zima la kimichezo. Na kubwa kuliko ambalo tunakwenda kutazamia siku hii ya leo mwana mchezo wangu, bado tunaendelea kusalia pale pale kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani Yanga Sports Club kuangalia yale yote yanaendelea katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Tetesi zimekuwa nyingi, klabu hiyo ikihusishwa na nyota mbalimbali, lakini pia klabu hiyo ikihusishwa kutemana na nyota mbalimbali kutokea humo ambao wameweza kuwafanyia usajili katika kipindi cha dirisha kubwa la usajili. Sasa muda huu ninavyoongea na wewe, tayari klabu ya Yanga wamekwisha weza kumalizana na takribani wachezaji 5 wa kimataifa ambao wote hawa inaelezwa tayari klabu ya Yanga wamekwisha weza kumalizana nao na muda wote watatambulishwa, na baadhi yao tayari wakiwa wamekwisha weza kutambulishwa ndani ya kikosi iko cha klabu ya Yanga sambamba na nyota hao 5. Lakini pia klabu ya Yanga inaelezwa kwamba watatemana na takribani nyota 5 kwenye kikosi iko chao katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili, huku mpango huo mkakati ukishaanza mapema kwa baadhi ya wachezaji wakiweza kutolewa ndani ya kikosi iko cha klabu ya Yanga. Sasa ujio wa wachezaji hawa 5 wa kimataifa unaendana moja kwa moja na kuwatoa baadhi ya nyota kwenye kikosi hiko cha klabu ya Yanga wa kimataifa, lakini pia wachezaji wa ndani ili waweze kuingia wachezaji hawa wapya 5 ambao wameweza kuwasajili katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Sasa ni nyota gani hawa ambao klabu ya Yanga wamekwisha weza kumalizana nao katika kipindi hiki cha usajili, na ni nyota gani hawa ambao klabu ya Yanga watakwenda kutemana nao katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili? Undani wa taarifa hii mwanamchezo wangu utaipata moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Nikusi uendelee kusalia nasi hapa Bongo Vibe TV, lakini pia nikukumbushe mwanamchezo wangu, kama wewe hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado haujasubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi mwanamchezo wangu, ili usiendelee kupitwa na taarifa mpya na zile nzuri za kimichezo, jambo la muhimu ni moja tu, ni kwenda kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha kutani on notification kwa kubonyeza alama hiyo ya kengele itakayotokea hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ile ya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na hautakaa kuwaza tena utapata wapi taarifa mpya za kimichezo, bali utapokea notification moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi ya kwamba tumekwisha weza kukusogezea taarifa mpya ya kimichezo, na jukumu lako mama linakuwa jepesi kabisa mwana michezo wangu, ni kwenda kuangazia hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumeweza kukusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama tayari wewe umekwisha weza kusubscribe channel yetu, basi twende kazi tukaangazie kuhusiana na taarifa ambayo nimeweza kukujuza hapo awali juu ya klabu ya Yanga kuweza kukamilisha usajili wa takribani wachezaji 5. Lakini pia klabu hii ya Yanga licha kuweza kukamilisha usajili wa wachezaji hao 5, usajili huo utaendana sambamba na klabu hiyo ya Yanga kuweza kutemana na takribani nyota 5 kutoka ndani ya kikosi iko cha klabu ya Yanga. Bila kupoteza muda, twende haraka kwanza tuanze na wachezaji 5 ambao klabu ya Yanga watatemana nao katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Tukishamaliza kuweza kuwataja ama kukufahamisha hawa nyota 5, tutakwenda sasa kuangazia nyota 5 wengine ambao klabu ya Yanga wameweza kuwafanyia usajili katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Mchezaji wa kwanza ambaye hapa jina lake limeweza kuwekwa ama kutemwa kwenye kikosi cha klabu ya Yanga si mwingine bali ni Wanda Kid Dennis Nkane, ambaye huyu tayari klabu ya Yanga amekwisha weza kutemana naye na ameweza kumtoa kwa mkopo kuelekea pale kwenye timu ya TRA United zamani ikifahamika kama Tabora United. Dennis Nkane ataitumikia timu hiyo ya TRA United mpaka mwishoni mwa msimu wa 2025-2026. Kama mambo yake atakuwa fresh, huenda tukamshuhudia tena kijana huyu akirejea ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga katika msimu ujao, msimu wa 2026-2027. Huyo ni mchezaji
mchezaji wa kwanza ambaye klabu ya Yanga tayari amekushaweza kumtoa kwenye kikosi chao hiko, na tumeweza kumuona Dennis Nkane akitumikia timu ya TRA pale kwenye michuano ya Mapinduzi Cup ambayo ilikuwa inafanyika visiwani Zanzibar, na timu yake kuondoshwa na timu hii ya Yanga Sports Club kwenye hatua za mtoano. Lakini pia ukiachana mchezaji huyo Dennis Nkane, mchezaji mwingine ambaye jina lake limewekwa kwenye orodha wa kutemwa hapa ni mchezaji Mohamed Dumbia. Mchezaji huyu amekuja na jina kubwa kweli katika kipindi cha dirisha kubwa la usajili, lakini mambo yamemwendea kombo na hatimaye klabu ya Yanga wameweza kufikiria kumtoa kwa mkopo katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Na miongoni mwa timu ambayo inatajwa mchezaji huyu kwenda kutolewa kwa mkopo hapo ni timu ya Singida Black Stars, ambapo klabu ya Yanga wao wameweka makubaliano na timu ya Singida ya kwamba waweze kutemana na nyota huyu aende akaitumikia pale kwa mkopo mpaka mambo yake atapoweza kuwa fresh. Huyo ni Mohamed Dumbia ambaye jina lake naye pia alipo kwenye vitabu vya hukumu vya wachezaji watakaotolewa kwa mkopo kwenye kikosi cha klabu ya Yanga kwenye kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Lakini pia ukiachana na nyota huyo, mchezaji mwingine ambaye jina lake lipo kwenye kitabu hiki cha hukumu ni mchezaji Musa Bara Conte, mchezaji ambaye anaweza kulimudu eneo la kiungo nambari 6. Lakini pia nyota huyu anatajwa kutolewa kwa mkopo kwenda kwenye timu ya Singida Black Stars. Dili hili la mchezaji huyu kutolewa kwa mkopo inaonekana liko serious sana, maana klabu ya Yanga tayari amekushaweza kutafuta mbadala wake, ama mchezaji mwingine anaweza kulimudu eneo la namba 1 ama nambari 6 ambao mchezaji huyu Bara Conte alikuwa anacheza, si mwingine bali ni Damaro Mohamed akitokea kwenye timu ya Singida Black Stars, ambaye klabu ya Yanga amekushaweza kumsajili ili kuja kuchukua nafasi ya Musa Bara Conte endapo watamtoa kwa mkopo. Kwa hiyo Musa Bara Conte si miongoni mwa kikosi hiko cha klabu ya Yanga mpaka dirisha dogo la usajili tapoweza kufungwa, atakuwa tayari amekushaweza kutolewa kwa mkopo na kwenda kwenye timu ya Singida Black Stars. Mchezaji mwingine ambaye jina lake liko hapa kwenye kitabu hiki cha hukumu si mwingine bali ni mchezaji Celestine Hekwa. Licha kwenye michuano ya Mapinduzi kuweza kupewa game timing ya kutosha, lakini uongozi wa klabu ya Yanga bado upo na msimamo wake ule wa kuweza kumtoa kwa mkopo nyota huyu kutoka kwenye klabu hiyo ya Yanga na kutafutiwa timu nyingine ambayo ataenda kupata game timing ya kutosha kabisa ili kuweza kurudisha makali yake ambayo watu wengi walikuwa wanatarajia kuyaona ndani ya mchezaji huyu. Na miongoni mwa vilabu ambavyo vinatajwa kuna timu ya Singida Black Stars, lakini bado haijawa confirmed, na huenda ikatokea timu nyingine ambayo mchezaji huyu akaweza kutolewa kwa mkopo na kwenda kuitumikia hapo. Hawa ni kwa upande wa wachezaji ambao watatolewa kwa mkopo, lakini mchezaji mwingine ambaye jina lake alijawa sana official ni mchezaji Frank Asinki, anaweza kulimudu eneo la beki wa kati ambaye klabu ya Yanga aliweza kumchukua kutoka timu ya Singida Black Stars. Jina lake naye pia liko hapa kwenye kitabu hiki cha hukumu. Frank Asinki anakamilisha idadi ya wachezaji 5 ambao klabu ya Yanga wanafikiria kuwatoa kwa mkopo kwenye kikosi chao hicho. Sasa mara baada ya kuweza kukwambia hayo na kuweza kuwafahamu nyota takribani 5 ambao klabu ya Yanga wanaweza kuwatoa kwa mkopo kwenye kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili, sasa twende tukaangazie takribani wachezaji 5 ambao klabu ya Yanga amekushaweza kumalizana nao ama amekushaweza kuwafanyia usajili ndani ya kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Lakini kabla sijakusogezea hawa nyota 5 ambao klabu ya Yanga amekushaweza kumalizana nao katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili, nikukumbusha mwanamichezo wangu, kama wewe hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado hujasubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliandikwa subscribe, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapita na taarifa zetu zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu zote mpya za kimichezo, hakikisha unaenda kufanya jambo moja la muhimu, unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliandikwa subscribe, kisha kutani on notification ili uweze kupata update zetu zote mpya za kimichezo ambazo sisi tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Sasa twende kazi tukamalizie na nyota 5 ambao klabu ya Yanga wameweza kuwasajili katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Mchezaji wa kwanza hapa ni Emmanuel Mwanengo. Huyu ni mchezaji ambaye klabu ya Yanga ameweza kumsajili kwenye kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili, na usajili wake tayari klabu ya Yanga wamekushaweza kumtambulisha rasmi, na tumeweza kumshuhudia mchezaji huyu Mwanengo akitimua vumbi kwenye michuano ya Mapinduzi Cup ambayo inaendelea kutimua vumbi pale visiwani Zanzibar. Huyo kwa upande wa
mchezaji wa kwanza ambaye klabu ya Yanga amekushaweza kumsajili na wamemtambulisha rasmi ndani ya kikosi chao hiko cha klabu ya Yanga. Lakini pia mchezaji mwingine hapa ni Mohamed Damaro Kamara. Huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao tayari klabu ya Yanga amekushaweza kumalizana naye na ameweza kumtambulisha rasmi ndani ya kikosi chao hiko cha klabu ya Yanga. Lakini pia ameweza kuonekana kwenye ile michuano ya Mapinduzi akivalia uzi wa kijani na njano akitumikia timu ya Yanga Sports Club kwenye michuano hiyo ya Cup ambayo inaendelea kutimua vumbi hapo visiwani Zanzibar. Damaro huyu ni mchezaji anaweza kulimudu eneo la kiungo ukabaji anapokuwa uwanjani. Hivyo sajili yake kama nilivyokuambia hapo awali huenda ikaja moja kwa moja kulipresi nafasi ya mchezaji Musa Bala Konde ambaye klabu ya Yanga wanafikiria kumtoa kwa mkopo kwenda kwenye timu ya Singida Black Stars. Lakini kwa upande wa mchezaji mwingine hapa ambaye klabu ya Yanga wamekuishaweza kumalizana naye si mwingine bali ni mchezaji Alan Okello. Mchezaji huyu hatari kweli ambaye jina lake lilikuwa linatajwa sana na virabu mbalimbali, lakini klabu ya Yanga ndio timu pekee ambayo imeweza kufanikiwa kupata saini ya mchezaji huyu Alan Okello. Alishawahi kuhusishwa sana na timu ya Simba Sports Club katika nyakati za kipindi cha dirisha kubwa la usajili na hata kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili, lakini klabu ya Yanga wameweza kuingilia kati na kutibua mipango yote ya klabu ya Simba kwenye kumpata mchezaji huyu Alan Okello ambaye alikuwa anaitumikia timu ya Vipers United kutokea pale kwenye nchi ya Uganda. Hivyo huyu ni mchezaji ambaye klabu ya Yanga tayari amekushaweza kumalizana naye na dili hili akilisimamia rais wa klabu ya Yanga mwenyewe Engineer Hersi Said. Kwa hiyo muda wote kuanzia sasa hivi nyota huyu wa Uganda huenda akatambulishwa na klabu ya Yanga kuwa ni mwananchi. Ukiachana mchezaji huyo, mchezaji mwingine ambaye klabu ya Yanga wamekushaweza kumalizana naye katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili si mwingine bali ni Laurindo Maria Depu. Huyu ni mchezaji mwenye uraia wa Angola ambaye anaweza kulimudu eneo la ushambuliaji ndani anapokuwa uwanjani. Hivyo klabu ya Yanga mkushaweza kumalizana na mchezaji huyu akitokea kwenye timu ya Radomir Radom pale nchini Poland. Dili hili tayari liko fresh na muda wote kuanzia sasa hivi mchezaji huyu ataweza kutambulishwa na kikosi iko cha klabu ya Yanga. Anakuja huyu mchezaji huyu anakuja kujiunga na timu hiyo ya klabu Yanga ikiwa ni pendekezo la moja kwa moja kutokea kwa kocha Pedro Gonçalves ambaye aliwahi kufanya naye kazi akiwa na timu ya taifa la Angola. Sasa kwa mchezaji wa tano na wa mwisho si mwingine bali ni Maluf Chakei, mchezaji huyu kutokea kwa timu ya Singida Black Stars ambaye naye pia inaelezwa kwamba tayari klabu ya Yanga amekushaweza kumalizana naye, maana tumeweza kumshuhudia nyota huyu akiondoka na timu ya Yanga kutokea Dar es Salaam na kwenda pale visiwani Zanzibar kwa ajili ya michuano ya Mapinduzi Cup ambayo inaendelea kutimua vumbi hapo. Hivyo huenda klabu ya Yanga wakaja mchezaji huyu Maluf Chakei katika kikosi chao hiko kwenye kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Maluf Chakei anaweza kulimudu eneo la kiungo ushambuliaji, hivyo huenda mchezaji huyu akaja kulimplace nafasi ya mchezaji Mohamed Dumbi ambaye jina lake limewekwa kwenye orodha ya wachezaji ambao watatemwa ama kutolewa kwa mkopo kwenye klabu hiyo ya Yanga, na Maluf Chakei kuja kuchukua nafasi ya mchezaji huyo. Mara Maluf Chakei anapokuwa uwanjani ana uwezo kulimudu eneo la kiungo mshambuliaji nambari 10 asilia kabisa. Mimi nilikuwa nakujuza hayo machache kati ya mengi ambayo yameweza kutufikia mezani kwetu hapa sisi Bongo Vibe TV, tukaona ni vyema naye uweze kufahamu. Nimekusogezea takriban majina matano ya nyota ambao klabu ya Yanga wanatajwa kutumana nao kwa mkopo, lakini pia nimekusogezea majina matano ya wachezaji ambao klabu ya Yanga wamekushaweza kumalizana nao katika kipindi cha dirisha dogo la usajili. Sasa huu ndo muda, kama unataka kitu maoni yako mtazamo wako je, tuambie kupitia sehemu ya comment, bila kusahau mwanamchezo wangu kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu hapo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.